Unajua unaweza ukawa na uwezo wa kuwa simba, uwezo wa kufanya biashara kubwa, uwezo wa kuwa mtawala mkubwa, uwezo wa kufanya mambo makubwa, lakini ukashindwa kujitawala mwenyewe. Adui mkubwa wa maisha yako sio hawa walio nje, ni wewe mwenyewe ndani yako. Katika somo la leo tutakwenda kumwangalia Samsoni, mtu aliyekuwa na nguvu kubwa hata akiweza kuchukua simba na kumchana, lakini alikuwa na shida moja ambayo tunakwenda kuishughulikia leo. Alikuwa hana uwezo wa kujidhibiti yeye mwenyewe ndani. Alikuwa na poor internal structure, mifumo yake ya udhibiti ya ndani ilikuwa imefeli, lakini kwa nje anaonekana na nguvu sana. Baba, ninaomba unisaidie mimi na mtumishi wako anayefuatilia habari hii njema kuwa na uwezo wa kujitawala ndani, ili baraka na nguvu na uwezo na vipaji ambavyo umetupa nje visije vikatuangamiza kwa jina la Yesu, amen. Sehemu ya kwanza ni badiliko la fikra kwa mfumo wa maandiko matakatifu. Katika eneo la badiliko la fikra, mindset change, tunajifunza Samsoni alikuwa na uwezo mkubwa wa nguvu za kimwili. Alikuwa na uwezo wa kupigana na jeshi, mtu mmoja akashinda. Alikuwa na uwezo wa kukamata mbwa mwitu wakali akawafunga. Aliwahi kukamata simba akamchana, lakini ndani kabisa ya moyo wake alikuwa ni dhaifu kabisa. Hana uwezo wa kujizuia. Alikuwa na uwezo wa chini sana wa kutawala hisia zake. Unamwona Samsoni katika kitabu cha Waamuzi 14 mstari wa 2. Sasa huyu Samsoni anawaambia wazazi wake, nimemwona msichana mmoja Mfilisti huko Timna, niozeni msichana huyu. Alikuwa anatembea tu, akamwona binti mmoja huko, hajaongea naye, hajui background yake ni nani, hajui ana sifa zipi, hajui ameolewa au hajaolewa, anatokea wapi hajui, hana background ya kutosha, hawafahamiani, lakini moyo wake wa ndani, acha nguvu za nje, unamsukuma Samsoni na kumwambia mzazi wake, nimemwona mtu fulani mwanamke anapita, nataka nimuoe. Tatizo hili la Samsoni la kutoka nje ya mipaka ambayo Mungu ametuwekea ndio tatizo ambalo wenda linakukumba au limewahi kukukumba ndugu yangu na rafiki yangu. Biblia inaweka uzio wa maisha ya mwanadamu ambao kiakili ukikaa ndani ya huu uzio au hii fensi, maisha yako yanakuwa salama. Mungu alimpa maelekezo Samsoni na wazazi wake, maeneo ya kukaa, watu wa kuhusiana nao, jinsi ya kuishi na nani wa kuoa. Matatizo makubwa kwenye maisha ya Samsoni yalianza pale alipotoka nje ya mipaka ambayo Mungu alimwekea. Baadhi ya hoja zinazosumbua maisha yako ni matokeo ya kutoka nje ya mipaka ambayo Mungu wako alikuwekea. Ndani ya maandiko matakatifu tunatoa mipaka ya kula, mipaka ya kuvaa, mipaka ya kuongea, mipaka ya kufikiri, mipaka ya kuangalia, mipaka ya kwenda. Watu wengi tumetoka. Kuna wakati huwa tunatoka nje ya mipaka ya Mungu. Tunapotoka nje ya maelekezo ya Mungu, tunaalika mashambulizi. Kule nje wako madelila, kule nje wako madalali wa mwovu Ibilisi. Nje ya mipaka ya Mungu utashikwa, utatengwa, utafungwa katika safari ya maisha yako. Ninaongea na wewe kijana ambaye umesema ninaanza maisha mapya na Mungu. Nimeamua kuanza maisha yangu katika mstari unaofaa. Biblia inakwambia linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Moyo ni nini? Ni mindset, ni akili yako. Akili yako uilinde. Anasema maana kutoka humo ndimo kumejaa chemichemi ya uzima.
Kumbe usipolinda, badala ya chemichemi za baraka, mindset yako inatoa angahewa linalozunguka maisha yako yenye kujaa chemichemi za laana, chemichemi za mikosi, chemichemi za kushindwa, chemichemi za kuteswa, chemichemi za kupigwa. Mwambie Mungu, ninaomba unipe uwezo wa kujitawala ndani yangu. Sikiliza, nje ya mahali alipokuwa Samsoni kulikuwa kuna wakina Delila. Maisha yako ukiwa hauna uwezo wa kujitawala vizuri kiakili, utatekwa na madelila wa dunia hii. Wanaweza wakawa ni wanawake. Azinie na mwanamke, hana akili kabisa, afanya jambo lililo baya. Akili tumesema ni mindset. Kwa hiyo fikra za kizinzi zilizokuwa ndani ya Samsoni zilimvurugia maisha yake yote, zilimharibia maisha yake yote. Lakini Delila haishii kuwa tu mwanamke. Delila ni vitu vyote ambavyo vimeandaliwa kwa ustadi wa hali ya juu kuvuruga uwezo wako wa kufikiri, kuvuruga upeo wako, kumtoa Mungu ndani ya moyo wako. Ni kitu gani ambacho kwako ukiangalia kimekuwa ndio Delila wa maisha yako? Kimepelekea upeo wako wa kiakili umeshuka, uwezo wako wa kusema hapana umeshuka, uwezo wako wa kutii maagizo ya Mungu umepotea, uwezo wako wa kuthubutu umekufa, uoga umejaa, kwa sababu kuna Delila ambaye ametafuna ujasiri wako katika Mungu. Ninakuombea kwa Bwana Mungu wetu wa mbinguni akupe uwezo wa kusimama katika hali yoyote ambayo umepitia kama matokeo ya unyonge na udhaifu wa moyo na akili ambazo Bwana amekupa. Kama hauna nidhamu ya ndani, nidhamu ya kifikra, nidhamu ya kiakili, kama haujakomaza akili yako katika uwezo wa kufanya maamuzi, katika maamuzi ambayo yako chini ya muamuzi mkuu ambaye anaitwa super conscious, uwezo wa kimungu ndani yako, mafanikio yako yatakuwa ndiyo sababu ya anguko lako. Vipaji vyako vitakuwa ndio sababu ya kuanguka kwako. Nguvu zako, ubaunsa wako utakuwa ndio sababu ya kupotea kwako. Nikukumbushe, kitabu cha Ufunuo kinaelezea moja ya watu ambao watakuwa wakilia na kukimbia kwenye ziwa lile la moto Yesu anapokuja. Waimbaji, watu wenye talents mbalimbali, matajiri wakubwa, watu wenye uwezo mkubwa, kwa sababu waliwekeza kwenye uwezo wa nje, wakasahau kuwekeza kwenye uwezo wa ndani. Adui Delila mkuu, Ibilisi na Shetani, akavunja hatima yao ndani yao. Ninakuombea kwa Mungu akuokoe na Delila wa dunia hii. Ninakuombea kwa Mungu aimarishe moyo wako. Sehemu ya pili tunaangalia kisa cha Samsoni katika mtazamo wa kifedha. Maandiko yanasema shina la kila uovu na kila ubaya ni kuipenda fedha, ni kuipenda fedha. Na wengi kwa kuipenda hiyo fedha wameifarakanisha imani yao. Tunamwona Delila amechukua vipande vya shekeli kwa ajili ya kumuuza Samsoni na nguvu zake. Kupenda fedha, kama usipokuwa na udhibiti wa kiroho wa utafutaji wako, kama usipokuwa na uwezo wa kiroho wa kudhibiti mapato yako, uwezo wa kiroho wa kudhibiti namna unavyoingiza fedha na namna zinavyotoka, fedha inaweza ikageuka kuwa kwazo kwenye maisha yako. Kushindwa kujitawala, kushindwa kutawala vipato vyako vitakuvuta na kugeuka kuwa Delila wako na kukuingiza kwenye maeneo ambayo mwisho wa historia ya maisha yako unakuwa ni majuto. Samsoni alipewa asset ambayo ni chanzo cha nguvu zake, ilikuwa ni nywele, na ikawa ni siri yeye na Mungu. Hata wewe Mungu amekupa asset yako. Asset ni kitu chochote ambacho kinaingiza kipato. Linda ulichopewa na Mungu.
Ukikipuuza, ukadharau, ukasema kazi gani hii Mungu amenipa, biashara gani hii Bwana amenipa, mbona ni kidogo sana napokea mshahara, ukakipuuza, utanyang'anywa, utapondwa kwenye mzizi wa chanzo cha uchumi wako. Jifunze kushukuru kwa vidogo. Jifunze kuthamini ulivyopewa na Mungu ambavyo vimekuwa ndio chanzo na mihimili ya uchumi wako. Siri za uchumi ambazo Mungu amekupa, wako madelila wa kiuchumi ambao wanatafuta kujua wakuangushe. Jifunze kulinda vitu bora vya kiuchumi ambavyo Bwana amekupa. Usifanye maamuzi ya kujifurahisha kwa muda mfupi ambayo matokeo yake yatakuletea huzuni, machungu na anguko la kifedha maisha yako yote. Delila wa dunia hii, adui Ibilisi, kupitia mawakala wake mbalimbali, wameweka vivutio vingi vya kuleta kitu kinaitwa instant gratification, kuridhishwa kwa haraka haraka. Kabla haujafanya maamuzi yoyote ya kifedha, jipe muda, fikiria, hivi maamuzi haya ya haraka haraka yatanipa faida au yataniletea hasara? Kwani Mungu anasemaje? Jipe muda. Maamuzi ya kutaka kufurahisha watu kwa muda mfupi aliyoyafanya Samsoni ili amfurahishe Delila yalikosti maisha yake milele. Maamuzi yako ya kifedha ya kutaka kufurahisha watu, uvae uonekane tajiri wakati bado kipato chako ni kidogo. Maamuzi ya kutaka kuonekana wewe ni mtu wa klasi fulani ambayo bado Mungu hajakufikisha hapo. Maamuzi ya kununua vitu ambavyo anasema ni income reducing liabilities, vitu ambavyo vinaondoa kipato kwenye maisha yako badala ya kuingiza kipato kwenye maisha yako, yanaweza kukuletea anguko la uchumi ambalo mwisho wa siku majuto sio kwako tu, kwa watoto wako, familia yako, kanisa lako na kila eneo lako linalokuzunguka. Ni somo tunajifunza kwa Samsoni. Alikuwa na haraka kutaka kumfurahisha mtu asiyemjua na mwisho wa siku maisha yake yakaharibika. Jifunze kuwajua wanaokuzunguka. Jifunze kuwajua wanaokuzunguka. Samsoni alikuwa na Delila akidhani Delila ni mke mtarajiwa, lakini kumbe Delila alikuwa ni wakala, spy wa Wafilisti aliyelipwa fedha ili kuchunguza siri za nguvu za Samsoni na mwisho wa siku amwangushe Samsoni, kwa sababu alikuwa na moyo ambao hujafunzwa katika uimara. Alimsikiliza, akatoa siri, akaanguka. Kwenye maisha yako shetani atatuma watu. Kwenye biashara zako adui atatuma watu. Kwenye ofisi yako adui atainua watu ambao watajifanya kuwa watu wako wa karibu, ili kwa urafiki uliotengenezwa wachunguze asili ya uchumi wako na egemeo lako, nguvu zake ni wapi, kisha waangushwe. Moja ya kitu ambacho adui anafanya nacho vita kubwa ni mtu mwaminifu kwa Mungu kumiliki uchumi, mtu mwaminifu wa Mungu kuwa na nafasi yenye kupata kipato kikubwa, ili kazi ya Mungu iende mbele. Ili uweze kustahimili mashambulizi na kuwajua wanaokuzunguka na makusudi yao, lazima uwe mtu ambaye umeuimarisha moyo wako katika Bwana na umelinda na uwezo wa kusema hapana, na control ya moyo wako iko juu. Financial stability, uimara wa kifedha, hautokani na kile unachokiingiza, unatokana na internal structure, mfumo wako wa ndani ambao umeuimarisha kwa ajili ya kufanya kilichoingia ndani yako kiweze kuleta matokeo makubwa. Ni kile ambacho Bwana ameruhusu ukiingize kama fedha,
lazima umwombe Mungu akupe uwezo wa kiakili wa kufikiri, uwezo wa kujidhibiti, wa kusema hapana. Usije ukajikuta na wewe unaingia kwenye mbio za kupambana iPhone 17, 16, 14, sio ngapi, mavazi, kila gauni linalokuja umo, kila fashion inatoka umo, unajikuta unatapanya, na mwisho wa siku Bwana atakapohitaji hesabu ya vile vyanzo vilivyoingia kwenye maisha yako, utakoswa jibu na utafukuzwa, utatupwa nje kwenye giza. Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno. Sehemu ya mwisho naita akili ya kiroho, spiritual intelligence. Mungu tunayemwabudu ni Mungu anayerejesha. Nimeongea mambo mengi sana. Yawezekana rafiki yangu, ndugu yangu, msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi vizuri, kuna sehemu umeona umeguswa na unasema ninafanyaje? Nina habari njema kwako. Samsoni alikosea, alivunja agano, alitoa siri, akajikuta Wafilisti wamekuja, wamemkamata. Wafilisti wakamteka, akapoteza uhuru, alipoteza macho, uwezo wa kuona, lakini tayari alikuwa shapoteza macho ya ndani, uwezo wa kufikiri. Lakini nampenda Mungu. Bwana warudia wanaomrudia. Katika maisha yako, unapoamua kuanza na Mungu, kumbuka kuna mambo uliyafanya ya kijinga, kuna mambo uliyafanya yenye kuleta huzuni. Hata sasa hivi ninapoongea, inawezekana ugonjwa ulionao ni kwa sababu ya kutokuwa na uwezo mzuri wa kujidhibiti. 90% ya magonjwa ya wanadamu yana chanzo chake ni kwenye akili. Yawezekana umeshindwa kudhibiti mifumo yako ya kiakili, ukajikuta umejiingiza kwenye magonjwa, umejiingiza kwenye madeni, umejiingiza kwenye mahusiano machafu yasiyompendeza Mungu, umejiingiza kwenye utapeli, umejiingiza kwenye uraibu wa madawa ya kulevya, umejiingiza kwenye uraibu wa mabangi na sigara, lakini umejiingiza kwenye ulevi na mambo yako mengi. Ukiyajenga, kuna hatua ikifika na poromoka yote. Kazi yako na kama mtu anatafuta kipeo cha moja, anatafuta, anarudi kwenye moja hiyo hiyo, unaenda mbele unarudi nyuma, unaenda mbele unarudi nyuma, mpaka Yesu atakukuta. Lakini Waamuzi 16:28, Bwana unikumbuke na kuomba unipe nguvu mara hii moja tu. Kiburi chako ndio kinakufanya uendelee kusonga mbele hata kama unaona hayo mambo unayoyafanya hayamfurahishi Mungu. Kiburi kinasababisha umeamua kuvumilia mateso, umeshindwa kujishusha kama Samsoni, ukaanza kuomba, Bwana unisamehe, Bwana unisaidie. Kiburi kimepelekea maisha yako yamekuwa ni maisha ya laana, maisha ya maanguko, maisha ya kupanda na kushuka, maisha ya majuto, maisha ya huzuni, maisha ya vifungo. Nina habari njema kwako. Leo ukiamua kumwambia Bwana kama Samsoni, ukaacha viburi vya talanta za nje, viburi vya nguvu za nje, viburi vya vyanzo vya mapato, viburi vya kufahamika, viburi vya uwezo wa kuongea na kusikilizwa, viburi vya mvuto katika jamii, viburi vya kupendwa na watu mbalimbali, ukaamua kujishusha, alafu ukamwita Mungu na kusema, Bwana nakuomba, tafadhali nisikie kilio changu. Bwana nakuomba, tafadhali nipe nguvu tena. Nikwambie kitu rafiki yangu, inahitaji unyenyekevu kusema nimeshindwa. Inahitaji unyenyekevu kuomba kwamba Mungu, mimi ni mdhambi. Kumwambia Mungu mimi nimepinda, inahitaji unyenyekevu mkubwa sana. Usisubiri mpaka mambo yamefikia hatua point of no return, hayawezi kurekebishika, ndipo ukasema Mungu, kwa kweli ninaomba unisaidie. Fanya maamuzi sasa. Kuchelewa kufanya maamuzi kutakugharimu gharama kubwa kuliko kufanya maamuzi mapema. Na kwa sababu umeamua kama mimi
kuanza upya na Mungu kila siku ninaposimama katika masomo haya, nikipiga hatua kwa imani katika uwezo wa Mungu. Nataka nikupe zawadi. Zawadi yako ni kitabu cha Zaburi 107. Hebu nenda kakisome Zaburi 107. Kuna siri kubwa ya watu ambao wamekubali kushuka na kumrudia Mungu. Fungu la 19 na la 20 ninakupa tu kama ofa, ili likusaidie kutafakari, maana hata mimi limenisaidia sana wakati nilipokuwa naitafakari. Rafiki yangu, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Ulituma neno lake kuwaponya, watoa katika maangamizo yao. Bwana alitume neno hili kwenye maisha yako na kutoe katika vitu ambavyo vilikuwa vinakwenda kukuangamiza. Neno hili litumwe kwenye familia yako, likuokoe na ndoa ambayo ilikuwa inakwenda kuvunjika. Neno hili na Bwana alitume kwenye miradi na kazi yako, akuokoe na barua ambayo ilikuwa imeshaandikwa ya wewe kuondolewa hiyo eneo. Bwana alitume kwenye kesi zako, akuokoe na vifungo ambavyo wewe au mwenzi wako au mtoto wako au rafiki yako au mfanyakazi mwenzako alikuwa anakwenda kufungwa. Bwana akuokoe na kudhulumiwa, kwa sababu uliingia kwenye mambo hayo bila kujua ya kwamba ulikuwa na haraka ya vitu ambavyo ungevumilia. Mungu angekufanyia makubwa zaidi. Ina habari njema kwako. Bwana akuokoe na maangamizi yote. Bwana akutue mizigo yako yote. Safari yako uanze ukiwa mchangamfu na mwepesi. Baba Mungu wa mbinguni, asante kwa maneno yako mazuri ambayo umetufundisha siku ya leo. Ninaomba kwa ajili ya kijana huyu ambaye anapambana na changamoto ya kushindwa kujizuia, anapambana changamoto za kushindwa kutawala fedha na vyanzo vyake vya kipato. Ninaongea na huyu, ninaomba kwa ajili ya huyu kijana wa kiume na wa kike. Bwana, mpe uwezo wa kujitawala, self control. Tunda la Roho Bwana akatawale maisha yake kutokea ndani kwa nguvu za kimungu. Lakini rejesha macho yake ya rohoni. Kama kuna madelila huko duniani yaliwahi kumng'oa macho, uwezo wake wa kuona mambo matakatifu umekufa, fufua na fungua macho yake tena kwa jina la Yesu. Ikiwa anatembelea laana, anatembelea kupanda na kushuka, kwa ajili yako Bwana, neno la leo natangaza laana zote zimefutwa kwa jina la Yesu. Laana zote zimeteketea kwa jina la Yesu. Maanguko yote ya ukosefu wa nidhamu ya ndani Bwana yamefutwa tangu sasa, na aanze upya kwa nguvu kutoka juu. Kiu ya ulevi ikome tangu sasa kwa jina la Yesu. Kiu ya zinaa Bwana iondoe kwake tena kwa jina la Yesu. Ninaomba ukamtengenezee mifumo bora, uwezo mkubwa wa kifedha wa kutawala fedha ambazo Mungu umempa kwenye maisha yake, kutawala miradi na uchumi ambao Bwana umeruhusu upate, ili mwisho wa siku zisije zikageuka kuwa shina la kila mabaya yanayompata. Naomba Mungu kwa huyu ambaye ulimpa vipaji vya kidaktari, vya uimbaji, vya kuhubiri, vipawa vya kufanya biashara, vipawa vya kuchimba madini, vipaji vya namna mbalimbali, lakini nasema moyo wake bado ni dhaifu. Wewe mwenye uwezo wa kuimarisha kila kinyonge, Mungu geuza moyo huo kwa imara, akarudi tena kwenye industry yake, akarudi tena kwenye utumishi wake, akarudi tena kwenye imaya yake, akiwa na nguvu ya kwenda mbele, macho yake akiwa amerudishwa, nguvu zake zikiwa zimerudishwa, na akaone matokeo makubwa kwenye kila eneo la maisha yake. Na unapokuja hivi karibuni Bwana, mtoto wako utamkuta kia katika harakati za maisha na kukuomba na kukutegemea, na yakawa ni miongoni mwa watakaookolewa katika jina la Yesu. Amen.